mbalimbali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika mkutano mkuu wa JKU mwaka 25-26. Pia nitumie nafasi hii kuwapongeza wajumbe wote wa mkutano waliohudhuria katika loki zote za JKU Unguja na Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi naomba nitoe maelezo machache juu ya kuanzishwa na kuitishwa kwa mkutano ambao upo kwa mujibu wa sheria ili kila mmoja apate uelewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano mkuu wa JKU umeanzishwa kwa mujibu wa kanuni ya 9 ya kanuni za JKU za mwaka 2010 ambayo imefafanua kazi za mkutano na wajumbe wanaotakiwa kushiriki, muda wa kufanyika mkutano, pamoja na mamlaka na uwezo wa mkutano mkuu kukasimu madaraka yao. Niongezee kwa kusema mkutano mkuu wa JKU umeanzishwa kisheria kama ilivyofafanuliwa. Hivyo hii ni fursa adhimu na ya kipekee kwa mshiriki kuchangia maoni yake katika kusaidia JKU kusonga mbele na taifa kwa ujumla. Ni kikao halali kwa mujibu wa miongozo na kanuni za Jeshi la Kujenga Uchumi. Matarajio ya uongozi wa JKU ni kwamba baada ya mkutano huu basi tutaenda kutekeleza mambo kwa mujibu wa miongozo ambayo tutaipata hapa, na ikifika mwakani tutakuwa na JKU ile ambayo tunaitaka. Basi baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kumkaribisha mkuu wa idara ya uchumi na uzalishaji ambaye kwa leo hii anakaimu nafasi ya mkuu wa JKU ili aseme machache na baadaye akukaribishe mheshimiwa mgeni rasmi uendelee na ratiba. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu wetu wa leo unaongozwa kama alivyosema mkuu wa utawala hapa na sheria ya Jeshi la Kujenga Uchumi, vile vile kifungu chake cha 7 nambari 1 na kanuni ya 9 ya kanuni za mwaka 2010. Hivi vinalazimisha kwamba kila mwaka JKU iitishe mkutano huu ukiwa na malengo makuu ya kuwakutanisha watendaji wote wa jeshi Unguja na Pemba, vikosini na makao makuu ili kuangalia utendaji wa mwaka uliopita sambamba vile vile na kupanga malengo ya utendaji wa mwaka unaofuatia. Ndugu mgeni rasmi, wajumbe wote wa mkutano huu pamoja na JKU kwa jumla wamejipanga imara katika kufanikisha lengo la mkutano huu, pamoja na kuelimishana, kuelekezana, kushauriana katika maeneo mbalimbali yakiwemo kurugenzi zetu za makao makuu, kambi, vikosi, vyuo na vituo ili kufanikisha mipango ya jeshi ya mwaka 26-27 kupitia vile vile michango yao na maoni yao ambayo inalenga kuendeleza mbele yale maeneo ambayo yashapigwa hatua sasa hivi, lakini vile vile kufungua maeneo mapya kwa ajili ya kulipeleka jeshi letu hili mbele na kuchangia uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, hapa tuna mengi mazuri ya kujivunia kwa msimu wa mwaka wa fedha 25-26 ambayo baadhi yake yameonyeshwa katika makala fupi ile ya video. Pia tuna kila sababu ya kusikia mipango ya kila idara pamoja na loki au makambi na vituo vyote, kwa kuwa hili si geni bali ni utamaduni wa kisheria ambao tunapaswa kuufuata na kuutekeleza kwa vitendo kama ilivyo kawaida
na nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Waziri kwamba kwa siku ya leo na kesho kutwa maafisa hawa na wapiganaji waliokusanyika hapa watafanya kazi hiyo kwa kusikilizana, kuelewana na vile vile kupeana mikakati kupitia mkutano huu. Sasa baada ya kumaliza maelezo haya mafupi, kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi, kwa kuwa kazi yake ilikuwa ni kukaribisha ndugu mgeni rasmi, naomba kuchukua nafasi hii kwa heshima na taadhima nikaribishe rasmi kabisa ndugu katibu mkuu ili uongee na hadhara hii, na vile vile baada ya hapo tufungulie mkutano wetu huu wa mwaka 25-26 ambao unalenga kupitia yaliyotendeka mwaka jana na vile vile kupanga mambo ya mwaka unaofuatia. Ndugu mgeni rasmi, karibu uzungumze na hadhara hii na kisha tufungulie mkutano wetu. Nashukuru sana. Napaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu ambaye ametujalia uzima wa afya tukaweza kufika hapa makao makuu ya JKU Saateni tukiwa salama. Pili, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kipindi chote hichi cha miaka 6 tulokuwa naye, namna anavyoendelea kuviboresha vikosi hivi kiasi ya kwamba tumevuka hatua kubwa ya maendeleo. Pia amekuwa akituamini sana. Hivi sasa tumekuwa tunaaminika kupewa miradi mikubwa na tunajitahidi, tunafanya vyema. Kwa hiyo tunawashukuru sana wapiganaji. Vile vile nimshukuru kaka yangu Idrisa Kitwana Mustafa, ameanza mwanzo mzuri, tunakwenda naye vizuri, na yeye nafikiri nyote mnafahamu hafichi hisia zake kwa kusema yeye ni mwana wa JKU, na siku zote anasema anataka kufanya mabadiliko ya hali ya juu baada ya kuingia yeye kwenye kikosi chetu cha JKU, ili wapiganaji wote na officers wakumbuke kwamba yeye ni mwana wa JKU. Tatu, namshukuru tena Mheshimiwa Waziri, yeye ndiye alioniagiza leo nije hapa kwa niaba yake nije kufanya ufunguzi wa mkutano mkuu wetu wa mwaka. Kama nilivyoeleza awali, huu mkutano leo sio wa katibu mkuu. Mimi nimekuja kumwakilisha tu Mheshimiwa Waziri, na alichonieleza kwamba katibu mkuu kazindue mkutano wetu, wape salamu wapiganaji kwamba mimi niko nao pamoja, na kama nilivyosema awali, waeleze kabisa mimi ni mwana JKU, na uhakikishie kwamba yale matakwa yao ambayo wanategemea kuyapata na ameahidi katika mkutano ambao alikuja kujitambulisha, amesema hayo atayatimiza, msiwe na wasiwasi kwenye hilo. Kwa hayo machache sana, na kama nilivyosema, lengo langu ni kuja kuzindua mkutano huu. Natamka rasmi kwamba mkutano huu nimeuzindua na uko tayari kwa ajili ya kuanza kutekeleza majukumu yenu mliojipangia. Asanteni na kunisikiliza. Wow.